hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake. Khudhlan maana yake ni nini? Ulama wakasema al-khudhlanu tarkul auni wa adamu nasr, kutomsaidia mwenzako na kutomnusuru ili hali Allah amekupa uwezo. Hii ndio maana khudhlan, wal iyadhu billah. Hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake, asimnusuru na asimsaidie ili hali ana uwezo, akaamua kumwacha illa itafika siku na yeye atahitaji nusra ya Allah, na Allah naye ataamua kumfanyia khudhlani, asimnusuru na amwache. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi siku ukihitaji nusra na Allah sikunusuru, hauna mwingine ataweza kukunusuru. Kwa ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Allah sema in yansurukumullah, ikiwa Allah atawanusuru, fala ghaliba lakum, hamna ambaye atakayewaghilibu na kuwashinda. Wa in yakhdhulkum, na Allah akiwaacha asiwanusuru, faman dha alladhi yansurukum min ba'di, muna nani baada Allah aweza kuwanusuru? Wallahi hakuna. Na katika sababu ya Allah kukuacha asikunusuru ni kwamba kuna siku ulikuwa na ndugu yako Muislamu ya kuhitaji na ulikuwa na uwezo, lakini ukasema achana naye. Madamu ulifanya hivyo, ujue kwamba ni deni, na Rasul asema illa itafika siku khadhalahu Allah, Mwenyezi Mungu naye atakufanyia khudhlani, asikunusuru fi mawtihin yuhibbu fihi nusrata, katika wakati ambao wahitaji Allah kunusuru. Sasa wewe kumnusuru mwenzako na kumnusuru ndugu yako Muislamu yajenga undugu, na usione kwamba utakapomnusuru ndugu yako umemsaidia, baina wewe na yeye wewe ndio umejisaidia zaidi. Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la tadkhuluna aljanna, hamutaingia janna hatta tu'minu, mpaka muwe waumini, wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa waumini mpaka mupendane. Sasa hapa pana swali kupitia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa yule anayetaka kuingia janna sharti awe ni nani? Mu'min. Na kwa kila anayetaka kuwa mu'min sharti apende waumini wenzake. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo huwezi kusema wataka janna ya Allah na wewe si mu'min, na huwezi kusema wataka kuwa mu'min kama hupendi waumini wenzake. Kwa hivyo kupendana kwa waumini, na wauliza ndugu, kupendana baina waislamu na waumini ni sharti ya kuingia janna ama si sharti? Ni sharti. Ar-Rasul amezifungamanisha hivi, hawezi kuachanisha. Janna na imani zimefungamana, imani na kupendana baina waumini imefungamana. Kwa hivyo Muislamu mwenzako awe na upungufu aina yoyote, angalia Uislamu, akukosea namna gani, kama waweza kumsamehe msamehe, lakini hata mtakosana mtu namna gani, msivunje undugu baina Waislamu. Nafikiri Allah alipoangazia juu ya ndoa asema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kama wewe hauna huruma na mke wako, ama wewe mwanamke hauna huruma na mume wako, wallahi hiyo ndoa haukai kwa raha. Si maneno yangu, maneno ya Allah jalla jalal. Uhusiano uliokuwa naye mtu yote hapa duniani, wataka uhusiano udumu, mhurumie. Bali si uhusiano na ndoa, bali uhusiano ya wewe na mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala tufundisha namna kuwaombea wazazi wetu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ewe Mola hurumie kama alivyonilea. Rahma waitaja. Sasa wewe kama huna huruma na watoto wako, vipi watakukumbuka katika dua utakapokuwa kaburini? Lazima rahma iwe kwa mzazi anapokuwa na mtoto wake, na akikosea mtoto wako kuna jinsi ya kumrekebisha. Kuna wengine
humtia mtoto adabu na kuna wengine humpa mtoto adhabu. Sasa wewe unapomrekebisha mtoto wako na kumfundisha anapofanya makosa, ni kumtia adabu kidogo ama unamtia adhabu na kumuumiza? Kila mmoja ajijua. Masahaba tueleza uhusiano baina mwalimu na wanafunzi. Yule sahabi ambaye aliyekojoa msikitini, watu wote walimkemea isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mwalimu mwenye huruma. Asema sijaona mwalimu mwenye huruma mfano wake. Wallahi ma qaharani wala shatamani, wallahi hakunikemea wala hakunitukana, alinihurumia, akaniita, akanirekebisha. Na hii sifa kila mtume lazima awe nayo. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Huruma lazima ipatikane katika kila uhusiano, hata mtoto mdogo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema laysa minna man la yarhamu saghirana wala yuwaqiru kabirana. Si mmoja wetu ikiwa mtu hana huruma na wadogo wake na hana heshima kwa wakubwa wake. Sasa wewe jiulize, nyumbani kwako una mandugu ambao ni wakubwa wako na una mandugu ambao ni wadogo wako. Hao wadogo wako unawahurumia ama unawakandamiza na kuwadhulumu na kuwanyima haki zao? Na wale wakubwa unawatukana ama wawaheshimu? Ar-Rasul atueleza laysa minna, si mmoja wetu ikiwa mtu hajui kuwaheshimu wakubwa wake na ikiwa hajui kuwahurumia wadogo wake. Wazazi wako wana haki juu yako, mke wako ana haki juu yako, mume wako ana haki juu yako, mtoto wako ana haki juu yako, ndugu yako ana haki juu yako, jamaa na familia na karaba wana haki juu yako, na kila Muislamu ana haki juu yako, na jirani ana haki juu yako, na kila mtu anayesema la ilaha illa Allah uliokuwa naye ana haki juu yako. Undugu kupatikana, lazima tuchunge na tuwapatie Waislamu haki zao, kama vile unavyofanya bidii kumpatia Allah haki yake, kumwabudu na usimshirikishe, kama vile wazazi unavyowapatia haki zao, kama vile mke wako unavyompatia haki yake, mume wako unampatia haki yake, watoto wako wapatie haki zao. Kila asema sallallahu alayhi wasallam, udhina li, nimepewa idhni na Allah, kwa sababu ar-Rasul hawezi kufanya jambo bila kupewa ruhusa na nani? Na Allah. Asema udhina li an uhadditha an malaki min malaikati llah min hamalati al-arsh, nimepewa ruhusa niwahadithie na niwaeleze juu ya malaika wa Mwenyezi Mungu, hasatan mmoja katika wale malaika ambaye anaibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema nilipomuona malaika huo na ukubwa wake, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alinyanyuliwa usiku wa Isra wal Mi'raj baina Makkah na Baitul Maqdis, alibebwa na kiumbe anayejulikana kama Buraq, baina farasi na mule. Kisha kuanzia ardhi mpaka mbingu ya saba alishikwa mkono na Jibril alayhi salam, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita kuelekea ya saba. Alipofika mbingu ya saba, asema namuona kila Jibril anapomkaribia Allah, namuona yuanza kuwa mnyenyekevu, yuogopa. Katika hali kama hiyo, asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, nikamwambia Jibril, twende. Jibril akamwambia, sina ruhusa kupita hapa, sijawahi kupita hii level. Muhammad, twende, nenda kivyako. Ambia tumekuja pamoja, twende, usiniache hapa. Ambia wewe nenda kazungumza na Allah peke yako. Akanyanyuliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaingia, akaona arshi ya Mwenyezi Mungu na malaika wake. Ar-Rasul asema salawatu rabbi wa salamu alayhi, nikamwona mmoja ya malaika miongoni mwa malaika wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, ukubwa wake na vile alivyokuwa mkubwa. Asema ma baina shahmati udhuni ila atiqi, masafa iliyoko. Nataka mtoto mdogo, njoo, usiogope, njoo. Shida nimevaa imama, ningeonyesha mimi. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Usiogope, sawa? Simama hivyo hivyo ulivyosimama. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ma baina shahmati udhuni. Shahma ni hii nyama ya sikio, mahali wanawake hutoboa kipuli, sio? Ma baina shahmati udhuni wa atiqi, na bega. Kwa hivyo ni masafa ya shingo peke yake. Asa Rasul sallallahu alayhi wasallam asema
lau mmoja wenu atatembea masafa iliyoko baina nyama ya sikio na bega, akisema atatembea itamchukua miaka 500. La ilaha illa Allah. Je, ukiongeza kichwa, ukiongeza mkono, ukiongeza mpaka miguu itakuwa miaka mingapi? Na hao ndo malaika wanaobeba arshi ya Allah jalla jalal. Jazakallah khair. Karibu. Ya subhanallah. Ikiwa hivyo ndo ilivyo, je, arshi ya Mwenyezi Mungu itakuwaje? Tena wanaobeba ni wanane. Na hawa wanaobeba arshi ya Mwenyezi Mungu, ulama pia wamekhtalifiana. Je, ni wanane ama zaidi ya wanane? Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8. Ni wanane? Ulama wengine wakasema si kwamba ni malaika wanane, ni malaika wengi wamegawanya katika safu 8. Bali ulama wakakhtalifiana, je, tuwajua kwa majina? Baadhi ya ulama wakawa na maoni ya kwamba mmoja katika wale malaika wanaobeba arshi ya Allah ni Israfil, ambaye ameangalia juu na ameweka tarumbeta na anaparapanda, ameweka kwa mdomo wake, angojea kuambiwa puliza, aipulize mara moja. Na ikipulizwa kila kitu kinaangamia. Kila kitu kinaangamia isipokuwa vitu vinne havitaangamia. Aliposema Mwenyezi Mungu kullu shay'in halikun illa wajha, mambo manne hayataangamia siku ya kiyama ikipulizwa tarumbeta, mbingu na ardhi, kila kitu. Nini kitakachobakia? Alqalam wallawh walarsh walkursi waljanna wannar. Janna ishaumbwa, nar ishaumbwa, kursi ipo, arshi ipo. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kwamba kila kitu kikiharibiwa na kila kitu kikiangamizwa siku ya kiyama, arshi yake haitaangamizwa. Na ushahidi mwingine kando na hadithi hiyo ni kwamba siku ya kiyama hiyo arshi italetwa tena. Na wakati wakileta hao malaika wanane, namna mmoja akiona malaika alivyokuwa mkubwa na anaobeba arshi ya Allah, watamwambia wewe ndo Allah. Yule malaika atasema subhanallah, msishangazwe na ukubwa wangu, mimi si Allah, Allah yuaja. La ilaha illallah. Namna watu malaika hao watakavyokuwa wakubwa. Tukufu wa Islam, katika sababu ya mtu kupata kivuli cha Allah au chini ya arshi yake ni mtu ambaye aliyepatikana na mtihani. Mtihani gani? Mtihani ambao hakuna mtu ambaye yotamani. Mtihani na mtego amewekewa katika kufanya machafu. Ni msichana amejihifadhi, amejilinda, akawekewa mtego na kijana. Au ni kijana yuajilinda, yuajihifadhi, akawekewa mtego na msichana. Ama kijana, msichana mwenye cheo, mwenye mali, mwenye kuvutia katika maumbile yake. Wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamal, ameambiwa na msichana na mwanamke ambaye yuwavutia na mwenye cheo, akamwambia haita lak, njoo, mimi nakutaka na kupenda. Kijana, wewe uko sawa? Yule kijana akasema ni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah, siwezi kuja kwako. Au ni msichana ambaye ameambiwa tutakupa promotion, mimi manager yako, mimi ni manager wako, mimi ni boss wako, njoo nitakupatia cheo na nitakupatia promotion. Ile mwanamke akasema inni akhafu Allah, namuogopa Allah. Kama ilivyokuwa hali ya Nabii Yusuf alipoambiwa qalat hayta lak qala ma'adha Allah, ma'adha Allah. Alipoambiwa njoo, karibu, njoo tufanye machafu na maovu, njoo tustarehe, mwanamke aliyekuwa na cheo na mwanamke ambaye alikuwa akivutia akapatikana na mtihani uliompata Nabii Yusuf, akajizuia kama alivyojizuia Nabii Yusuf, akamkimbilia Allah, akamwambia mimi akhafu Allah, japokuwa ni raha, ni starehe, wanivutia na kutamani, lakini namuogopa Allah nikasirikia, na namuogopa Allah kesho anitie ndani ya adhabu. Shab ni kijana au ni mtu barobaro aliyekuwa katika umri ya kubalighi katika udogo mpaka anayefika kwa umri wa miaka 40. Aliyekuwa ameanza kutoka kubalighi kuanzia miaka 12 akafika mpaka miaka 40. Miaka hizo 28
akawa ni mwenye kuleleka katika ibada na taa ya Allah. Hakosekani msikitini, hakosekani jamaa, hakosekani salati al-fajr, yuko katika mstari wa mbele katika khairi. Na ikija mambo ya machafu na mambo ya shari, ikija katika madawa ya kulevya humpati, ikija katika kula miraa humpati, ikija katika kufanya mambo ya kuchezea wasichana wa watu hayumo, ikija katika kumfoa boyfriend na girlfriend utaona msichana hayuko. Ni msafi msichana huyo, ni msafi kijana huyo. Hawa watapewa zawadi. Kwa nini? Kwa sababu kijana anapokuwa katika hali ya ubarobaro, shahwa yake inakuwa nyingi, na hiyo shahwa yake ni rahisi yeye kuangukia mtego, akajidhibiti, akashikamana na kamba ya Allah, japokuwa wenzake wanamuona huyu mbona yaishi maisha kinyuma nyuma, lakini akasema la, mimi najua nataka nini, najua kuna kivuli nitapewa siku ya Kiyama. Miaka 28 ukilinganisha na miaka 50,000 utakayosimama. Anayefikiria hiyo miaka 50,000 na anayeangalia starehe ya miaka 10 na 20, ni nani aliyekuwa na akili? Kijana gani baina hao wili aliyekuwa na akili? Ni kijana ambaye yafikiria kufanikiwa siku ya Kiyama. Ikiwa wewe ujana wako ulichezea na ukadamirao ukamtubia Mwenyezi Mungu, basi angalau kwa nini watoto wako usiwafanyie bidii waingie katika hii kundi? Kwa nini usiwalee watoto wako katika misingi ya sawa? Kwa nini watoto wako usiwapeleke wahifadhi Qur'ani? Kwa nini watoto wako usiwapeleke wasome dini ya Allah? Kwa nini watoto wako usiwapeleke katika shule za kidini za kisawasawa kuliko kumpeleka katika shule za kikatholiki wapata mila na desturi zisizokuwa sawa? Kama wewe umekosa fursa hiyo, si umfanyie bidii mtoto wako apate fursa hiyo. Uinvest, uweke bidii na nguvu kwa mtoto wako apate kuleleka katika khairi hiyo. Ukasema ya Rab, mimi kama ujana wangu nilitumia vizuri alhamdulillah, na kijana wangu na mtoto wangu wa kike na wa kiume nataka washike hiyo njia. Na ikiwa haukupata hiyo fursa, sema ya Rabbi nisamehe, lakini mimi nafanya bidii watoto wangu wapate kuingia katika hiyo kundi. Ndani ya moto wa Jahannam watu wakichomeka wakilia, fulana ametolewa, fulana ametolewa, fulana ametolewa. Watu wa Jahannam wauliza, huyu babake alikuwa ni mtume, huyu alikuwa na mtu wake ambaye ni shahidi, kwa nini? Wataambiwa hawa walikuwa na mandugu ambao walipendana kwa ajili ya Allah. Hapo wataanza kulia wakisema, sisi kwani hatuna mtu ambaye tulipendana kwa ajili ya Allah duniani? Fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim, hakuna ndugu. Sikuwa na ndugu mimi, yani duniani mimi niliishi, hakuna mtu akunitetea anitoe hapa kama hao wenzangu. Ndipo ikashuka aya, fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim, sina mtu akunitetea nitoke hapa, sina. La ilaha illallah. Wala sadiqin hamim, sina rafiki wa karibu tulipendana kwa ajili ya Allah. Ya jamaat almuslimin, uhusiano mliokuwa nao hapa duniani haitawafaa unless ni uhusiano uliojengeka kwa misingi ya Allah na kumridhisha Allah. Allah bainisha katika Qur'ani akisema, al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Watu siku ya Kiyama, wale ambao walikuwa wakipendana lakini hawakupendana kwa ajili ya Allah, wakashirikiana katika dhulma, wakawa ni kuangalia kabila yangu, kundi langu, rafiki yangu, kundi langu, hawakuangalia Allah yuwapenda nini. Hawa siku ya Kiyama ni maadui, watalaaniana. Ama wale ambao walipendana kwa ajili ya Allah, hawakuangalia ukabila, hawakuangalia familia, walikuwa wanamheshimu mtu na kumthamini kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Hao Allah atawatafuta. Allah atasema, wako wapi wale ambao walipendana kwa ajili yangu?
Enyi watu wa Isiolo, pendaneni kwa ajili ya Allah. Mko hapa kwa muda miaka mingapi? 50, 100? Mpende mwenzako kwa ajili ya la ilaha illa Allah, na misingi mingine mwache nyuma. Ni katika mambo ya jahilia, ni katika mambo ambayo itawadhuru duniani na itawadhuru kesho akhera.